Good evening watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Na watazamaji, wakati vyama mbalimbali vya kisiasa vinaendelea kujiandaa kwenye hizi by elections ambazo zitakuwa zinafanyika tarehe 27 mwezi wa 11, kwa upande wa ODM watazamaji wangu mambo yamekuwa ni tofauti. Kuna vuta ni kuvute ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kwenye eneo bunge la Kasipul kule Homa Bay County, ambapo kuna fujo na ghasia ambazo zimekuwa zikitokea. Kuna mvutano ambao umekuwa ndani ya wale wagombea wawili katika kile kiti cha ubunge pale kwenye eneo bunge la Kasipul kule Homa Bay County. Aliyekuwa mbunge wa eneo bunge la Kasipul Ong'ondo Were, kijana wake sasa hivi ndio anagombania kiti cha ubunge pale, na pia vile vile kuna mwingine ambaye anajulikana kama Philip Aroko. Na hivi majuzi watazamaji wangu, hawa viongozi wawili walikuwa wameitwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya. Walikuwa wamekuwa summoned ili wakasuluhishe hizi tofauti ambazo zimekuwa zikishuhudiwa pale kwenye eneo bunge la Kasipul, kwa sababu kutokana na hizi fujo na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kabla ya hizi by elections, kuna watu ambao waliweza kupoteza maisha yao, na kuna kipindi hata mavamizi yalifanywa mpaka nyumbani kwake Boyd Were kule kwenye eneo bunge la Kasipul. Maofisa wa DCI, maofisa wa polisi walifika pale wakiwa na nia ya kuwakamata baadhi ya walinzi wa Boyd Were na pia kuwakamata baadhi ya marafiki zake. Lakini watazamaji wangu, sasa mambo yameweza kulainishwa na IEBC na wamepewa onyo ya mwisho. Haikuwa ni kitu cha rais watazamaji wangu, na haikuwa mchezo, kwa sababu hawa wawili ilikuwa imebakisha kidogo hivi wakuwe disqualified. Huyu wa kutoka kwenye upande wa ODM na huyo mwingine ambaye anatoka pale kwenye eneo bunge la Kasipul, Philip Aroko, kwa sababu kuna fujo na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa pale. Hizi kampeni zimekuwa za fujo, ghasia, watu wanaumizwa, watu wanapigana, wengine wanauawa, na kwa hivyo ilibidi tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya haiweze kuingilia kati na kuhakikisha kwamba kuna amani ambayo inazidi kupatikana wakati hawa viongozi wawili wanaendeleza kampeni zao pale kwenye eneo bunge la Kasipul kabla ya tarehe 27. Na watazamaji wangu, baada ya uamuzi ambao ulitolewa na IEBC, hawa wawili waliweza kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja wao, kwa sababu ya hizo fujo na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa kule, na wakapewa onyo endapo visa kama hivyo vitashuhudiwa tena wakati wao wanaendelea na hizi kampeni zao, basi kuna uwezekano mkubwa wote wawili, huyu wa ODM na huyu Philip Aroko, wakapoteza makaratasi yao ya kugombania kiti cha ubunge pale kwenye eneo bunge la Kasipul. IEBC fines Kasipul by elections candidates Boyd Were and Philip Aroko 1 million each for campaign related violence. Na sasa hivi siku leo watazamaji wangu, baada ya hizo ripoti kutoka kule kwenye upande wa IEBC, kampeni zinaendelea kule kwenye eneo bunge la Kasipul, ambapo viongozi wa ODM wakiongozwa na party leader wa ODM mwenyewe Oburu Odinga, wakiongozwa na mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga na viongozi wengine mbalimbali kutoka kwenye upande wa ODM, waliingia ground kule kwenye eneo bunge la Kasipul kufanya hizi kampeni ambazo ni za amani, kampeni ambazo hazina fujo, kwa sababu endapo jambo kama hilo litajirudia tena, huenda wakachukuliwa hatua zaidi, na hatua zaidi huenda pia wakapoteza hizi nafasi ambazo wanazigombania za ubunge pale kwenye eneo bunge la Kasipul. Mtazamaji wangu, sikiza ujumbe kutoka kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya, kwa mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon, akizungumza siku ya leo akitoa onyo kwa hawa wagombea wa kiti cha ubunge wawili, huyu Boyd Were pamoja na Philip Aroko kutoka kule Kasipul. Kabla sijakuwekea ujumbe mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Our finding as a committee therefore is as follows: that in the context of both oral and written submissions of the parties, the committee finds that both candidates are in violations of paragraph 6A, B, C, E, I, K, M, and N of the Electoral Code of Conduct. Having fully applied its mind to the foregoing provisions of the law, the analysis of the facts, and oral submissions by the respective parties, and pursuant to the provisions of paragraph 7 of the Code, the committee hereby orders as follows. A.
that a stern and formal warning be and is hereby issued to Mr. Philip Aroko, the independent candidate for member of National Assembly election in Kasipul constituency in the upcoming by-elections, to respect and obey IBC's harmonized campaign schedule as agreed upon by all candidates on 10th October 2025 without any deviation whatsoever. B, in no lesser terms, a stern warning be and is hereby issued and directed to Mr. Boyd Were Ongondo, being the ODM candidate in the same by-elections in Kasipul constituency, to respect and obey IEBC's harmonized campaign schedule as agreed upon by all candidates on the 10th of October 2025. Ladies and gentlemen, this committee cannot emphasize enough that it is disrespect for the harmonized campaign schedule that led to the violence and the loss of the innocent lives. C, Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. D, that Mr. Boyd Were Ongondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. E, a most stern warning be and is hereby issued to both candidates that should any violation of the Electoral Code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification. Mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, huo ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kule IEBC kuhusiana na hizo fujo na ghasia ambazo zilikuwa zinaendelea kushuhudiwa kwenye campaigns za kuendelea kugombania kiti cha ubunge pale kwenye eneo bunge la Kasipul. Wote wawili sasa hivi wapo tabani, huyu mbunge kutoka kwenye upande wa ODM na huyu mwingine Philip Aroko, ambao wanagombania kiti cha ubunge pale kwenye eneo bunge la Kasipul kule Homa Bay County. Kuanzia sasa hivi wameonywa wafanye kampeni zao za amani, kusishuhudiwe fujo, kusishuhudiwe ghasia na watu wasiumizwe ama kuuawa katika hizi kampeni zao. Zimekuwa ni kampeni za fujo, ghasia kule eneo bunge la Kasipul, na ni kampeni ambazo watazamaji wangu zilikuwa zimeanza kuleta hali ya wasiwasi, ukiona mpaka maofisa wa polisi wanashiriki kuleta hali ya hofu, kuleta hali ya ghasia kule manyumbani mwake Boyd Were. Ni jambo ambalo sasa IEBC ilazimika kuingilia ndani ili kuleta amani na kutoa hizo tofauti ambazo zilikuwa zinaendelea kati ya Boyd Were na huyu Philip Aroko. Tarehe 27 ndio tutakuwa tunajua mbivu na mbichi kama ODM itajinyakulia hii nafasi ya eneo bunge la Kasipul ama hiyo nafasi itaenda na huyu mwingine Philip Aroko. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini kabla sijatamasha naomba mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndiposa mkuu kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia muweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bali watazamaji, nitakuwa na rejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.